Kuna mwandishi wa habari mmoja senior, na mimi nakubali kwamba ni mwandishi wa habari senior, anaitwa Alois Nyanda. Hatimaye UVCCM wamemjibu ndugu Alois Nyanda Mtozi, ambaye hivi karibuni katika machapisho yake amekuwa akibashiri ama akitabiri uchaguzi wa UVCCM ambao unatarajiwa kufanyika mwakani mwezi wa 6 hivi kama mabadiliko hayatafanyika, ambapo sasa hivi mwenyekiti wa UVCCM taifa ni ndugu Comrade Kawaida. Sasa Alois Nyanda amekuwa akiandika maandiko tofauti kwenye page yake ya Instagram ikiwa ni kama kubashiri ama kutabiri ni nani ambaye anaweza kupata nafasi hiyo. Alois Nyanda ameanza kwa kuandika hivi post yake ya kwanza: kundi A ambalo mie Mtozi naliita hili ni kundi la kifo, halafu nitaleta kundi la pili ambalo si kundi la mauaji ila linaweza kuleta ushindani na hata kutoa mwenyekiti. Hii ni kwa ajili ya UVCCM tu. Uchaguzi wa UVCCM unatarajiwa kufanyika mwaka ujao na wajumbe watakuwa na jukumu la kuchagua mwenyekiti wao mpya. Leo nimeanza kwa kuwasilisha kundi la kwanza ambalo kwa ujuzi wangu yani ujuzi wa Nyanda, hawa lazima watachukua fomu na wapo wanaotajwa kuwa na nafasi ya kuibuka na ushindi katika kinyang'anyiro hicho. Kesho nitawasilisha kundi la pili ambalo pia lina majina yanayopewa nafasi ya kuwania na hata kupata uwenyekiti. Katika mfululizo huu nitafanya uchambuzi wa kila mmoja kwa kuangalia moja, sababu zinazoweza kumfanya awe chaguo bora zaidi kwa nafasi hiyo kuzidi mwingine; pili, nani anazo nguvu na changamoto zake kisiasa; tatu, namna ambavyo ushindi wa mtu unaweza kuyaathiri makundi mbalimbali ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030; nne, ni nani anaweza kufaidika na ni nani anaweza kuathirika kisiasa kutokana na matokeo ya uchaguzi huo; tano, nani anaweza kuwa chaguo la kimfumo katika hawa; sita, jenda inaweza kufanyika zawadi kwa sababu zipi. Kila jina nitakaloweka hapa litachambuliwa kwa kuangalia nguvu zake, udhaifu wake na uadilifu wake. Imeandikwa na Mtozi, huku akiwa ameposti picha ya baadhi ya watu hao ambao yeye anawategemea pengine wakaweza kushika nafasi hii ya UVCCM mwenyekiti wa vijana. Posti yake ya pili hii hapa, aliposti kundi la pili. Hili ni kundi la pili la majina yanayotajwa kwa nguvu katika mbio za wenyekiti wa UVCCM, na tayari hekaheka zimeanza kuonekana ndani na nje ya makundi mbalimbali ya ushawishi. Kesho nitaweka kundi la tatu ambalo ndilo la mwisho kabla ya kuachia rasmi tathmini yangu kamili. Kwa mujibu wa mwenendo wa siasa za ndani, nguvu za makundi, ushawishi wa wagombea na mazingira ya uchaguzi, kuna kundi la watu 5 ambao kwa sasa wanaonekana kuwa na nafasi kubwa zaidi. Top 5 nitaiweka baada ya uchambuzi, na kila mmoja ambao kwa mtazamo wangu ni vigumu sana uchaguzi huu ukapita bila mmoja wao kuwa mwenyekiti wa UVCCM. Hata kama kutakuwa na mabadiliko ya dakika za mwisho, ushawishi wa makundi au changamoto nyingine katika mchakato, bado uwezekano mkubwa unaonyesha kwamba mwenyekiti ajaye atatoka hapo. Kesho nitafunga pazia kwa kuanika kundi la tatu na kisha nitatoa uchambuzi sasa kwa mmoja baada ya mwingine. Kwa sasa natoa picha tu, kisha nitatoa top 5 yangu baada ya uchambuzi hadharani. Imeandikwa na Mtozi. Hili lilikuwa ni kundi la pili na ameposti picha tu, na muona na Comrade Kawaida akiwemo hapo. Kundi la mwisho ni hili hapa pia. Anasema hawa ndio watu wa mwisho katika kundi la mapambano kuelekea uchaguzi wa UVCCM mwakani. Kuanzia sasa, kamati kuu ya uchambuzi inajifungia kwa siku 4 kufanya tathmini ya kina juu ya kila jina, nguvu zake, udhaifu wake, mtandao wake wa kisiasa na nafasi yake katika medani ya ushindani. Baada ya hapa nitaanza kumchambua mmoja baada ya mwingine bila upendeleo, nikitazama uwezo wa uongozi, ushawishi, historia ya kisiasa na mazingira yanayo mzunguka kila mgombea. Hatimaye nitaachia top 5 ya mwisho. Hawa ni watu ambao kwa tafsiri ya mazingira ya sasa ya kisiasa ni vigumu
uchaguzi huu ukakamilika bila mmoja wao kuwa mwenyekiti wa UVCCM. Katika siasa, mshindi hapatikani kwa kura pekee. Wakati mwingine hupatikana kwa ushawishi, makubaliano, maelekezo, nguvu ya mtandao au mwelekeo wa kamati. Ndio maana katika hawa watano, piga ua mmoja wapo atalivalia taji la mwenyekiti wa UVCCM mwakani. Imeandikwa na Mtozi kama ambavyo unaona hapo kwenye picha akiwa ameposti. Sasa UVCCM wamemjibu Alois Nyanda kutokana na hiki ambacho amekuwa akikiandika kwa hivi karibuni. Msikilize hapa aliyekuwa akiwakilisha UVCCM kwa kumjibu Alois Nyanda. Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka. Pasua chama chetu. Lakini la mwisho, kuna mwandishi wa habari mmoja senior, na mimi nakubali kwamba ni mwandishi wa habari senior, anaitwa Alois Nyanda. Kuanzia juzi ameanza kupost baadhi ya vijana wa CCM. Sisi tunakubali nchi yetu ina uhuru wa mawazo, na sisi tunakubali na mawazo yake, na mimi nakubaliana naye, wala simuingilii kwenye uhuru wake wa mawazo. Lakini nataka nimshauri jambo moja. Kaka Nyanda, hatuwezi kujadili kumlisi mke wa kaka ikiwa kaka yuko hai. Ni unhealthy kwa chama chetu. Hatuwezi kujadili marehemu hajazikwa alafu unasema zile nguo zake vipi. Hatuwezi kujadili mambo ambayo yanakigawa na kukipasua chama chetu, hasa jumuiya yetu. Unachokifanya kinaweza kikawa ni kizuri kwa namna moja ama nyingine, cha vijana kupimwa, vijana kupata fursa ya kumjua ni nani anagombea nini, au sio? Mimi sikatai, lakini linaleta mpasuko kwa chama chetu, linaleta mpasuko na chuki kwenye jumuiya yetu. Sisi kama umoja wa vijana tunakushauri, hii ajenda ungeiacha, tusubiri mwakani 2027. Kwa sababu hata waliokuwepo, ikitokea au ulioandika mmoja wapo akagombea, wanasema alianza mapema, si ndio? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa unawaharibia watu. Sisi moyo. Labda kuna mtu miongoni mwa wale waliopostiwa mmoja anataka kweli, si ndio? Lakini kwa kitendo cha wewe kumpost, na wewe ni senior journalist na sisi tunakubali, inaweza ikasadikika huko mwakani kwamba huyu jamaa alianza kuutafuta mwenyekiti mapema. Sisi moyo. Kwa hiyo ukamwharibia. Kwa hiyo mimi nikuombe, ili kukilinda chama chetu na jumuiya yetu, na mimi niwataki wale wote walioandikwa watoke wakemee hili jambo, linaleta chuki. Sisi moyo.